ngare, kijito cha maji ya uzima. Wapendwa kanisa la Bwana, kama tulivyosikia kwenye matangazo ya usharika kwamba leo ni siku ya Reformation ama matengenezo ya kanisa. Kila mmoja anajua kwamba Mungu aliumba dunia. Na Mungu alipoiumba dunia, kila alipofanya ngazi yoyote au hatua yoyote, Mungu alisema natazama kila alichokiumba natazama kwamba ni chema. Kwa misingi hiyo, hakukuwa na haja ya matengenezo, kwa sababu kila alichokifanya kilikuwa ni kitakatifu na kilikuwa katika mpango wa Mungu kama Mungu alivyokusudia. Lakini baada ya anguko ndipo umuhimu wa matengenezo ulipoonekana. Na pale mwanzo sana utamwona kwamba Mungu anamfuata Adamu bustanini baada ya anguko. Anamwambia Adamu, uko wapi? Adamu alikuwa amejificha. Lakini kwa sababu Mungu alihitaji kufanya matengenezo na Adamu, akamtengenezea mavazi ya ngozi ya majani ya miti. Adamu akavaa yale mavazi ili kuficha uchi wake. Wapendwa, hili swala la matengenezo, inawezekana baadhi yetu tunaelewa historia yake, lakini baadhi hatuelewi historia ya matengenezo ya kanisa. Ni kweli kama tunavyojua na kusema kwamba pale mwanzo Mungu aliasisi kanisa moja, na msingi wake uko katika Biblia. Manake ukisoma ile Injili ya Yohana mlangole wa 21, yaani ile Injili mwishoni mwa ile Injili, utamwona Yesu Kristo mwenyewe anamsimika kiongozi wa kwanza kabisa. Anamuita Petro mara 3. Anamuita mara ya kwanza, anamwambia Petro wa Yohana, je, wanipenda? Anamwambia Bwana, nakupenda. Akamuuliza mara ya pili na mara ya tatu. Mara ya tatu anamwambia, lisha kondoo zangu. Kwa hiyo anapewa wajibu wa kulichunga kanisa, akiwa kama kiongozi wa kwanza kabisa mwanadamu kulichunga kanisa la Mungu hapa duniani. Lakini kama hali ya dunia ilivyo, na kwamba ndani ya kanisa wanaishi wanadamu, kukaingia mmomonyoko, kukaingia mchanganyo, na yapo mambo machache ambayo tunaweza kuyaangalia. Lakini jambo lililo kubwa kuliko lote, Biblia ama neno takatifu la Mungu linatuelekeza kwamba mwanadamu huokolewa kwa neema kwa njia ya imani iliyo katika Bwana wetu Yesu Kristo. Yaani ukajitahidi kwa matendo kwamba kwa matendo yangu nimpendeze Mungu, hutaweza. Na ndicho ambacho kilileta shida, kwa sababu kanisa liliingia katika mchanganyo. Na baadhi zaidi wakafika mahali pa kusema kwamba mwanadamu anaweza akasamewa dhambi zake kwa kutoa fungu fulani la fedha, na kukawa na vyeti vya msamaha ambavyo wanadamu walipewa. Unatoa fedha kiasi fulani, unapewa cheti cha msamaha cha kukuonyesha kwamba wewe umesamewa dhambi zako. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Sasa wale viongozi waliokuwepo ndani ya kanisa wakati huo, ile karne ya 15, mwaka 1500 na kitu, wakaanza kuangalia kwamba neno la Mungu linasema nini. Wakaanza kusema hapana, mwanadamu hawezi kuokolewa kwa nguvu zake,
Mwanadamu hawezi kuokolewa kwa njia ya fedha. Mwanadamu hawezi kuokolewa kwa njia ya kupewa cheti cha msamaha. Na walijiuliza kwamba maskini, je, wale maskini ambao hawana namna ya kununua cheti hicho cha msamaha, wao watasamehewaje? Basi Martin Luther akasimama na kupinga, na akaandika matangazo, akayabandika mlangoni pa kanisa. Maana Luther alikuwa Mjerumani, kwa akabandika kwenye mlango wa kanisa. Na yale matangazo ambayo ni kama 95 yalisomwa na wasomi. Ndipo Martin Luther akaitwa kwenye baraza. Kwenye ile baraza wakamtaka akane yale anayoyasema. Lakini Luther akasema, msiponionyesha kwa akili iliyo wazi ndani ya maandiko matakatifu haya mnaotaka ni akane, akasema sitaweza kukana neno lolote na Mungu anisaidie. Ndipo walipomtafuta wakitaka kumuua, akajificha katika ngome, na akiwa kwenye ngome ndipo sasa walipopatikana watu wengi wakaanza kumwabudu Mungu. Na baadaye wakamtenga, wakamuita mwasi, mzushi, na akatengwa na lile kanisa. Kwa hiyo kile kitendo cha kutengwa kwake na kuitwa mzushi na kufukuzwa ndani ya kanisa, wakaona waendelee kutafuta neema ya kumwabudu Mungu, na ndipo kanisa la Kiluteri lilipozaliwa. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kwa hiyo wapendwa, wala ambao mnasema kwamba kanisa limeasi, sio waasi. Ukijiuliza hata kwa akili za kawaida, tumekufukuza hapa kanisani. Na tumekufukuza kwa sababu kuna ukweli wa Mungu ambao unausimamia. Ukaambiwa hatutaki kukuona ukiingia kwenye ule mlango, hatutaki kukuona kwenye eneo la kanisa letu. Ndicho kilichotokea. Wapendwa watu wa Mungu, katika habari tulioisoma toka Mambo ya Nyakati, tunamwona pia mfalme Ahazi. Mfalme Ahazi alitawala Yerusalemu. Kwa sababu ule utawala katika Misri, katika Israeli uligawanyika katika sehemu. Kwa kuna utawala wa kaskazini na wa kusini, yani Yerusalemu na Yuda. Na huyu mfalme Ahazi yeye alitawala. Na ukitaka uelewe habari vizuri, unatakiwa kuanzia ule mlango wa 28. Huyu Ahazi alianza kutawala akiwa na miaka 20, lakini akatawala kwa kipindi cha miaka 16. Kwa tuseme alianza akiwa mtoto, akamaliza utawala wake akiwa kijana. Lakini huyu mfalme Ahazi alitawala, katika utawala wake hakuwa na uadilifu. Ukisoma ule mstari wa kwanza anasema, mlango wa 28, anasema Ahazi alikuwa na umri wa miaka 20 alipoanza kutawala katika Yerusalemu. Miaka 16, wala hakufanya yaliyoadili machoni pa Bwana kama Daudi baba yake, bali akaziendea njia za wafalme wa Israeli, akawafanyizia mabaali sanamu za kusujudu. Kwa alikuwa ni mfalme, lakini hakufanya yaliyoadili, hakufanya yaliyo mema. Na kwa sababu hakufanya yaliyo mema, ule mstari wa 5 anasema, kwa hiyo Bwana Mungu wake akamtia mikononi mwa mfalme wa Shamu, akampiga, wakamchukua na watu wake wafungwa wengi sana, wakawaleta Dameski. Tena akawatia mikononi mwa wafalme wa Israeli, aliyepiga mapigo makuu. Ule mstari wa 22, mstari wa 22 akasema,
na wakati alipofadhaishwa akazidi kumwasi Bwana, huyo mfalme Ahazi. Kwa hiyo hakuwa mwadilifu mbele za Bwana, na kadiri muda ulivyosogea ndivyo alivyozidi kumwasi Bwana. Na kwa sababu alichafua hekalu, ikawa lile hekalu watu wafiki tena kuabudu, kwa sababu kule alipeleka sanamu za mataifa, wakawa naabudu sanamu, kwa akawa ameichafua ama ameinajisi ile nyumba ya Mungu. Ndio maana sasa kwenye ile habari tulioisoma siku ya leo, ukianzia ule mstari wa kwanza utaona kwamba Hezekia mwanawe wa Ahazi sasa anatawala. Na anapotawala tofauti na baba yake, yeye anafanya yaliyo mema machoni pa Bwana, anafanya yaliyo adili machoni pa Mungu. Na ule mstari wa 5 anasema, nisikieni enyi Walawi. Anawaagiza Walawi ambao ni viongozi ndani ya kanisa, ni watumishi wadogo ndani ya kanisa. Anasema, jitakaseni nafsi zenu. Ninyi binafsi jitakaseni. Kama ambavyo tunaweza kuliambia kanisa kwamba kanisa la Mungu hapa duniani tu wapitaji, na kama ndivyo tunapaswa kufika mbele za Bwana tukiwa watakatifu. Kwa hiyo jitakaseni nafsi zenu. Lakini akasema mkatakase na nyumba ya Mungu ambayo imechafuka, mkaitakase. Mkaitakase na nyumba ya Bwana. Akasema mkatoe na uchafu katika patakatifu pa Bwana. Na habari tuliyosoma ni itikio. Mstari wa 15 sasa anasema, wakakusanyana na ndugu zao kwa lengo la kuisafisha nyumba ya Bwana. Na mmesikia kwa masikio yenu kwamba walifanya muda wa siku nyingi kuitakasa ile nyumba ya Bwana. Wakawaita makuhani, wakatakasa madhabahu, wakatoa uchafu wote waliouona katika nyumba ya Bwana, wakautupa nje. Wakafanya kazi hii kwa muda wa siku 8. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Nikaze maneno machache kwa sababu tuna uchaguzi, sitachukua muda mrefu. Naomba kama kuna msomaji mzuri sana ufungue Mithali mlango wa 6. Mithali mlango wa 6 mstari wa 16 hadi wa 19. Mithali mlango wa 16 mstari wa 16 hadi 19. Biblia inasema, kuna vitu 6 anavyovichukia Bwana, naam, viko 7 vilivyochukizwa kwake: macho ya kiburi, ulimi wa uongo, na mikono imwagayo damu isiyo na hatia, moyo uwazayo mawazo mabaya, miguu iliyo mepesi kukimbilia maovu, shahidi wa uongo asemaye uongo, naye apandaye mbegu za fitna kati ya nduguye. Amina. Amen. Washirika, Bwana Yesu asifiwe. Naomba tusikilize ya mambo 6 na nitakuwa nimemaliza mafundisho ya siku ya leo. Anasema yako mambo haya 7 yaliyo machukizo machoni pa Bwana. Na kichwa cha leo tunawaambia kwamba tuondoe machukizo. Tuondoe machukizo katika maisha yetu. Anasema jambo la kwanza ni macho ya kiburi. Macho ya kiburi ni chukizo mbele za Bwana. Na inawezekana sana watu wengi wakawa na hili jambo. Na wakati mwingine nimekuwa nikitafakari maisha yetu sisi wanadamu. Mwanadamu anazaliwa katika hali ya kawaida kabisa. Anazaliwa katika familia ya kawaida kabisa. Lakini kwa neema ya Mungu, Mungu anamuinua huyu mwanadamu. Lakini baada ya kumuinua huyu mwanadamu, kile alichoinuliwa kwacho kinamfanya aanze kuwa na macho ya kiburi. Inawezekana kwamba kwa neema Mungu amekupa madaraka. Kwa neema Mungu amekupa cheo.
lakini ukashindwa kutafakari kwamba cheo hiki nilicho nacho, madaraka haya nilio nayo, nimepewa na Mungu kwa manufaa ya kuwatumikia wanadamu wenzangu. Kile cheo kikakubadilisha maisha yale uliokuwa nayo ulipokuwa huna hicho cheo, yakakuvika kuwa na macho ya kiburi na dharau. Cheo. Kwa kama Mungu amekujalia kuwa na cheo chochote, hebu jiulize, kwa sababu inawezekana kuna wakati fulani katika familia yenu hukuwa na namba. Maana ya kutokuwa na namba ni nini? Kunatokea kikao cha wanafamilia. Kile kikao wala huambiwi, au mwishoni kabisa unaambiwa ile saa kwamba bwana, mchana tutakaa na kikao cha familia, lakini huna namba kwenye familia, huna namba kwenye jamii, huna namba. Lakini Mungu kwa neema anakupa namba sasa, kwamba kabla jambo lolote halijafanyika, wewe ndio wa kwanza kushirikishwa. Wewe hujawahi kuhudhuria mahali fulani kimekaa kikao. Kile kikao kinapokaa, mnakuwa mmefika watu 9. Mmoja anasimama anasema hatujatimia idadi. Lakini mwisho anaingia mtu, labda ameingia, alivyoingia unasikia yule mtu anasema sasa tumetimia. Ina maana mlio kuwepo hamna namba. Kwa hiyo unapoona Mungu amekupa heshima ya cheo ambacho kimewapa watu kiburi, amekupa heshima ya fedha ama mali ambayo imeondoa watu wengi ikawafanya kuwa na kiburi, wasiwathamini watumishi walio chini yake, wasiwathamini wale watendakazi pamoja na yeye, wasiwathamini wanajamii wenzake. Ujiangalie. Lakini kingine ni elimu. Na ukumbuke kwamba labda darasani, kipindi chetu ilikuwa darasa la msingi, mnakuwa 45 darasani, mlikuwa wengi. Kwa neema ukatoka mwenyewe ukapata na elimu ya juu. Isikupe kiburi. Cheo kisikupe kiburi, fedha isikupe kiburi, elimu isikupe kiburi. Amesema haya, unapokuwa na kiburi cha namna hiyo ni chukizo machoni pa Bwana. Unahitaji kutengeneza, yanahitaji yafanyike matengenezo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini akasema jambo la pili katika yale 7, ulimi wa uongo. Ulimi wa uongo. Na kweli mambo ya kuzushiana kwa sasa ni mengi. Kusemana vibaya, kuharibiana sifa. Na nadhani kwa Wakristo wa Luteri karibu wote tunajifunza ile amri ya 8, kwamba usimshuhudie mwenzako uongo, bali tumsaidie, tumkanie kweli, tumsemee mema, tumsaidie sifa yake isiharibike. Lakini leo badala ya kuwa msaada kwa yule ambaye amepotoka katika jambo fulani, tumekuwa watu wa kumharibia sifa, watu wa kumchafulia wanadamu wenzetu, kuwachafulia. Lakini ni kweli kwamba yeye peke yake ndiye mchafu, wewe sio mchafu. Ni kweli kwamba yeye mwenyewe ndiye mdhambi, wewe sio mdhambi. Biblia mimi ninavyojua inachotuagiza inasema, ndugu zangu, mtu akigafilika katika kosa lolote, ninyi mlio wa roho, ninyi mlio mjua Kristo, mrejezeni mtu huyo upya kwa upole, na mkijiangalia msijarue nafsi zenu wenyewe. La 3 akasema, mikono imwagayo damu, damu isiyo na hatia. Ili jambo sisi tuepukane nalo. Wewe binafsi epukana nalo.
Epuka kushiriki kikao chochote kinachojadili jambo lolote la kumuumiza mwanadamu mwenzako. 4 akasema moyo wazao mawazo mabaya. Moyo. Wataalamu wasomi wengi wanajua hili, kwamba kile kinachotoka katika kinywa cha mtu akakwambia umependeza, muangalie uso wake. Mama fulani umependeza, ingo imekupendeza, lakini moyoni mwake anakuwazia yaliyo mabaya. Inawezekana kaitamani lakini kaishindwa kuipata. Lakini yapo mengi ambayo tunawaziana, wapendwa watu wa Mungu, yaliyo mabaya. Yaliyo mabaya. Na katika roho mtu anapokuwazia yaliyo baya, unafahamu kwamba huyu ni rafiki tu, lakini sio rafiki wa kweli. Ni rafiki mtaabishaji, ni rafiki mnafiki. Lakini kwetu sisi wa Kristo tujihadhari sana, tuondoe haya machukizo. Tusiwe na mawazo mabaya kwa wanadamu wenzetu. Lakini 5 wakasema miguu iliyo mepesi kukimbilia maovu. Maovu ni jumla ya dhambi zote, ni jumla ya mabaya yote. Sasa ipo miguu ambayo ni mepesi kukimbilia yale maovu. Na hili ndilo ambalo tunatakiwa siku ya leo, kwamba kila mmoja aone namna ya kujitakasa mbele za Bwana. Uone namna ya kujitakasa mbele za Bwana. Uone namna ya kufanya matengenezo mbele za Bwana. Usishupaze, usishupaze. Na 6 akasema shahidi wa uongo asemaye uongo. Shahidi wa uongo asemaye uongo. Na 7 akasema naye apandaye mbegu ya fitina kati ya ndugu. Maana watu ambao ni wataalamu kupanda mbegu za fitina kila mahali. Kazini ni shida, ofisini ni shida, katika jamii ni shida, mpaka kanisani ni shida. Ni mtu wa fitina kila mahali. Tunaitwa kutengeneza, wapendwa watu wa Mungu. Tunapokaribia na mwisho kabisa, naomba yule msomaji afungue tena. Naomba msimame watatu wanafunzi. Wao mnaweza kusoma vizuri. Mmoja afungue Luka 16 mstari wa 15. Simama ni kuona unayefungua Luka. Mwingine afungue Mathayo 15 mstari wa 18 mpaka 20. Simama. Mwingine wa mwisho afungue Mithali 11 mstari wa 1. Wakisha soma hiyo namaliza. Nitasoma kwa msaada wa Mungu. Amen. Neno la Mungu linasema, akawaambia, ninyi ndini mnaojidai haki mbele ya mwanadamu, lakini Mungu hawajua mioyo yenu, kwa kuwa lililotukuka kwa wanadamu huwa chukizo mbele za Mungu. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Anawakemea Mafarisayo kwamba Mafarisayo wanajionyesha wema mbele za wanadamu. Na hili wakati mwingine limetawala sana, kwamba watu kujifanya wema labda kwa viongozi wa kanisa, kwa wachungaji, kwa wainjilisti, kwa wazee, lakini sivyo hivyo alivyo. Anasema Mungu anajua na Mungu anawaona. Kwa lile ambalo unataka utukuzwe nalo mbele ya wanadamu, anasema mbele za Mungu ni chukizo. Kama lipo kwako liondoe. Mathayo 15:18 hadi 20. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tutasoma kwa msaada wa Bwana. Mathayo mlango wa 15 mstari wa 18 hadi 20. Nao wasema, bali vitokavyo kinywani vyatoka moyoni, navyo ndivyo vimtiavyo mtu unajisi. Kwa maana moyoni hutoka mawazo mabaya, uuaji, uzinzi, uasherati, wivi, ushuhuda wa uongo na matukano. Hayo ndiyo yamtiayo mtu unajisi. Lakini kula kabla hajanawa mikono hakumtii mtu unajisi. Amen. Amen. Wakati mwingi tunasimamia yale mambo ya nje, lakini si ya ndani. Tunajiosha kwa nje, kwa vinywa na kuonekana na watu, lakini haitakusaidia.
haitakusaidia. Kufunga sana na ndani mwako una mambo ya uovu, una kiburi na mambo ya kusingizia na mengine, haitakusaidia. Kinachotakiwa ni heri wenye moyo safi. Heri wenye moyo safi, kwa maana hawa watamwona Bwana. Moyo usiokuwa na hila, moyo usiobeba hila, anasema hawa ndio watakaomwona Bwana. Mithali 11:1. Nitasoma Mithali 11 mstari wa kwanza. Nasoma kwa msaada wa Bwana. Amen. Mizani ya hadaa ni chukizo kwa Bwana, bali vipimo vilivyo sawa sawa humpendeza. Amen. Mithali 11 anasema vipimo vya hadaa. Wala ambao mnafanya biashara, hilo na nyie mchukue kidogo, kwamba msiwe na vipimo vya hadaa. Kama ni kilo iwe kilo kweli, na Mungu atusaidie katika hilo, kwa waaminifu katika vipimo madukani, biashara nyingine zote. Na mwisho kabisa, ili sitafafanua, lakini leo ni siku ya udiakonia. Na siku ya udiakonia, ili jambo ni la kijimbo, sio la usharika. Jimbo limekaa likatafakari, wakaona kuna wahitaji wengi maeneo mbalimbali. Mwaka jana tulifanya, walienda zaidi sana kule Orkolili, kule Masaini na kwingine. Na inawezekana labda wewe unashiba kila siku, lakini hujui kwamba kuna ambaye ana njaa. Unavaa, lakini wako watu ambao hana mavazi, na hata siku leo hajaweza kwenda ibadani kwa sababu hana nguo. Nguo aliyokuwa nayo jana alifua usiku, haikukauka, ni hiyo hiyo. Hajui mchana wa leo atakula nini. Hana kiatu. Nadhani tunakutana nao na hilo tunajua. Na mtu mmoja siku moja, kuna jambo fulani nilimwambia, akaniambia, aliyekupa wewe ndiye aliyeninyima mimi. Kwa hiyo aliyekupa ndiye aliyemnyima yule asiyekuwa nacho. Na neno la Mungu linasema, kisha mfalme atamwambia wale walioko mkono wake wa kuume, njoni mliobarikiwa na Baba yangu, urithini ufalme mliowekewa tayari tangu kuumbwa kwa ulimwengu. Kwa maana nalikuwa na njaa, mkanipa chakula, nalikuwa na kiu, mkaninywesha, nalikuwa mgeni, mkanikaribisha, nalikuwa uchi, mkanivika, nalikuwa mgonjwa, mkaja kunitazama, nalikuwa kifungoni, mkanijia. Ndipo wenye haki watakapomjibu wakisema, Bwana, ni lini tulipokuona una njaa tukakulisha, au una kiu tukakunywesha? Tena ni lini tulipokuona umgeni tukakukaribisha, au uchi tukakuvika? Ni lini tena tulipokuona umgonjwa au kifungoni tukakujia? Na mfalme atajibu akiwaambia, Amin nawaambia, kadiri mlivyomtendea mmoja wapo wa hao walio wadogo, mlinitendea mimi. Kumbe kwa kuwasaidia wahitaji, tutapata kibali cha kuingia mbinguni na kuishi na Mungu. Basi enenda ukatende mema. Naomba usimame. Kiti chako cha rehema magoti napiga, samehewe Yesu, Yesu, Yesu,
Bila shaka umelisikia neno hili la Bwana, na mada tuliopewa inasema ondoa yaliyo chukizo mbele za Mungu. Naomba Mungu akuwezeshe, na tunapomwomba Mungu uone sababu hiyo, kwa sababu neno la Mungu linapopita daima lina makusudi na kuyabadilisha maisha yetu. Na kama ni siku ya matengenezo leo, basi Mungu anakuita, anakupa mwaliko mkuu kwamba utengeneze katika Bwana. Na tuombe. Mungu mtakatifu, Baba rehema, Baba, katika jina la Yesu, Mungu mwenye nguvu, mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana, ninakushukuru Bwana, ninakutukuza kwa sababu Bwana umetutaka sisi tutengeneze maisha yetu, tuzitubie dhambi zetu na kuleta haja zetu mbele za uso wako. Ninakusihi katika jina la Yesu Kristo, mbegu ya neno lako Bwana ambayo imepandwa katika mioyo ya watu wako, naomba Bwana ikalie katika mioyo yetu, kila tutembeapo barabarani, tunapokuwa nyumbani kwetu, tunapolala, tunapoketi. Neno lako Bwana liwe linatuuliza maswali kwa habari ya matengenezo katikati ya maisha ya kila mmoja wetu, katika jina la Yesu. Najua kwamba Roho Mtakatifu ni mwaminifu sana. Wewe ni Roho ambao unatukumbusha, Roho ambao unatutakasa, unayetuelekeza ili tuweze kudumu na kuyatenda yaliyo mapenzi yako Baba Mungu uliye mbinguni. Hakika Bwana hatuna nguvu, hakika Bwana hatuna uwezo wa kuweza kuyashinda. Sasa na neno lako ya kwamba tunaokolewa kwa neema kwa njia ya imani iliyo katika Bwana wetu Yesu Kristo. Naomba Bwana ukastawishe ile imani katika mioyo yetu, imani itendayo kazi, imani iletayo matunda katikati ya maisha yetu yakaonekana kwa nje, katika jina la Yesu. Neema yako yafunika watoto wako, ilifunika kanisa hili Bwana, ili Mungu asaidie watoto wako kadiri tulivyohudhuria ibada hii, asipotee hata moja, bali Bwana tufikirie toba ya kweli na mwisho wa yote uzima wa milele. Bariki matendo yote Mungu atakayoendelea sasa, lile tendo kula kutolea shukrani zetu za upendo, lile tendo la uchaguzi wa wazee kalofanyika Baba, yote yatendeke kwa utukufu wa jina lako, katika jina la Yesu. Amen. Engare, Nairobi, Engare, kijito cha